Habari, karibu kwenye Excel Tips for HR. Katika utekelezaji wetu wa majukumu, moja ya kati ya vitu tunavyotakiwa kufanya nyakati tofauti tofauti ni kulinganisha orodha mbili tofauti. Pengine kulinganisha orodha ya wafanyakazi katika mwezi uliopita na orodha ya wafanyakazi ulionao katika mwezi uliopo. Na katika kulinganisha tunaweza tunataka kulinganisha idadi, kwa maana idadi ya wafanyakazi waliopo mwezi uliopita na mwezi huu. Lakini pia tunaweza tunahitaji kulinganisha taarifa, kwa mfano taarifa za vyeo na taarifa nyinginezo kati ya miezi miwili tofauti au kati ya vipindi viwili tofauti. Lakini pia kuna wakati pia tunahitaji kuchukua taarifa kutoka kwenye orodha nyingine kuja kwenye orodha ulionayo. Kwa mfano unaweza kuwa una orodha unaandaa ya watu wanaostahili kupata promotion, lakini una orodha ambayo yenyewe ina matokeo ya utendaji kazi, performance score results, zipo kwenye orodha nyingine. Sasa namna gani unaweza ukachukua zile taarifa kuleta kwenye orodha yako hiyo kwa urahisi kwa kutumia Excel? Ni kati ya vitu ambavyo tunaenda kujifunza siku ya leo. Kwa mfano katika orodha yetu hii ya wafanyakazi, orodha yetu hii ina wafanyakazi 100, lakini orodha yetu ya mwezi uliopita ilikuwa ina wafanyakazi 95. Sasa tunataka kugundua hao wafanyakazi watano ambao wameongezeka katika mwezi huu wa leo ni kina nani? Ni rahisi sana, tunatumia formula inaitwa VLOOKUP. VLOOKUP, vertical lookup. Hii ni formula ambayo inarahisisha sana pale ambapo mtu anahitaji kulinganisha au orodha mbili tofauti au kuchukua taarifa kutoka kwenye orodha nyingine. Tunachoweza kukifanya, tunaweza tukasema sasa tuna insert mbele ya column ya majina, tuka insert column nyingine. Kisha mbele ya hiyo column ya jina tutaenda kutype formula yetu ya VLOOKUP kama ifuatavyo. Tutaweka VLOOKUP kama neno moja, kisha tutafungua mabano. Baada hapo itatuambia lookup value. Tutasema twende ukatutafutie mfanyakazi mwenye namba hii. Tutaibonyeza. Baada hapo tutaweka mkato, itatuliza table. Tukamtafute wapi? Tutaenda kwenye orodha yetu ile ya mwezi uliopita. Tutachagua tukianzia pale ambapo tulisema ndipo kitu tunachokitafuta. Tutaanzia mfano kwenye employee number. Kwa tutaenda mpaka column ya pili ambayo ni na jina mfanyakazi. Kwa tutaenda mpaka mwisho kabisa. Baada ya hapo tutaweka mkato. Taarifa zetu kwa sababu zipo kwenye column ya pili tunazotaka kuzichukua ambazo ni za jina, tutaandika column ya pili. Baada ya hapo tutaweka mkato, tutaandika neno false tukimaanisha itufanyie exact match. Kisha tutafunga mabano na kubonyeza enter. Baada ya hapo tutavuta ile formula kwa wafanyakazi wote 100 ili tuwapate wale ambao hawapo kwenye orodha ile nyingine. Baada ya kumaliza hapo, kitu kinachotakiwa kufanya ili tuwapate kwa urahisi sasa, tunaweza wote, kwa mfano hapa tumeweza kumuona huyu Lisa hayupo na huyu Samiri. Lakini kwa njia rahisi kupata ni tuna highlight data yetu yote, alafu tunaenda sehemu ya sort and filter kwenye tab ya home, tunachagua filter. Baada ya hapo tunaenda kwenye column tuliyofanyia VLOOKUP, tuna select, kisha tunaenda chini kabisa tunasema onyeshe not applicable. Imetuonyesha kuna watu watano hapa ambao hawa kwa hakika hawapo kwenye payroll ya mwezi uliopita. Kwa hiyo hapo unaweza kujiridhisha ni sahihi kutokuwepo kule na sasa hizi kuwepo na vitu kama hivi. Kwa hiyo ni la kwanza, linatusaidia kwa njia rahisi kuwagundua ni kina nani hao walioongezeka ambao mwezi uliopita hawakuwepo kwa muda mfupi. Haijalishi ni watu 1000, ni 3000, ni ngapi. Kwa njia rahisi hivi unaweza ukawa umewapata. Hilo ni la kwanza. Lakini kuna wakati sasa hatutaki kulinganisha
idadi. Hapo tulikuwa tunalinganisha idadi. Tunataka kuangalia vyeo. Kwa mfano, je, mfanyakazi cheo alichonacho mwezi uliopita na alichonacho mwezi huu ni hicho. Pengine kuna watu uliwafanyia promotion, je, zimefanikiwa na vitu kama hivyo kwa njia rahisi. Kwa hiyo tutabonyeza tena insert mbele ya column ya vyeo hapa. Tutaongeza column. Baada ya hapo tutaandika formula yetu ya VLOOKUP. Kama kawaida tutasema VLOOKUP. Tutafungua mabano. Lookup value yetu inatakiwa hiyo unique, kwa hiyo tutaendelea kutumia employee number. Baada hapo tutabonyeza mkato, tutaenda kwenye orodha yetu ya mwezi uliopita, kuanzia kwenye employee number ya kwanza tutaenda mpaka kwenye position. Tunaona ni column 400. Tunatakiwa tukumbuke hiyo ni column ya ngapi? Ni column 400. Kwa hiyo tutabonyeza mkato, tutaandika tuletee taarifa zilizo column 400 baada ya kumpata huyo mtu. Kisha tutaiambia itufanyie exact match. Baada hapo tutafunga mabano, tutabonyeza enter. Baada ya hapo tuta drag kwa watu wote. Hii pia cha kwanza imetuonyesha wale watu ambao hawapo kwenye hawakuwepo kwenye mwezi uliopita, lakini pia imetuonyesha imetuletea vyeo vya hao wahusika kwa mwezi uliopita. Sasa kwa njia gani rahisi nitajua wale ambao vyeo vimebadilika? Naweza nika insert column nyingine hapa mbele, nikasema tu sasa iziko cheo hiki, je, kipo sawa sawa na cheo hiki? Itanipa majibu. Baada hapo pia nitaishusha hii formula mpaka mwisho kabisa. Baada ya hapo nitafanya kile kitendo cha kufilter. Nitasema inibakishie zile ambazo ni false. Ina maana nimegundua kuna watu wa 6 ambao vyeo vyao vimebadilika. Kwa mfano huyu alikuwa ni mason, sasa amekuwa junior foreman. Huyu alikuwa ni plumber, amekuwa senior plumber. Huyu amekuwa sasa surveyor, sasa amekuwa surveyor. Kwa ni vitu nimeona mabadiliko yale ambayo yametokea, nimeweza kuyagundua kwa njia rahisi kabisa. Hilo ni kwenye kujiridhisha upande wa idadi ya wafanyakazi na taarifa. Lakini kuna wakati kama nilivyosema tunahitaji kuvuta taarifa zilizo kwenye orodha nyingine. Kwa mfano hapa tunahitaji taarifa za performance score. Tunawezaje kuziweka hapa hizi taarifa za performance score? Tukizingatia hizi taarifa zipo kwenye sheet yetu nyingine hii huku, ambayo huku tunaona mtu wa kwanza ni Zulea, lakini huku kwenye list yetu huku mtu wa kwanza ni Joyce. Ni watu wawili tofauti, kwa hiyo hawajajipanga sawa. Lakini uzuri ni kwamba listi zetu zote mbili zina employee number. Sasa njia rahisi ya kuvuta taarifa kule bila kuhangaika kuangalia jina moja moja ni kwa kutumia tena VLOOKUP. Tutaingiza formula yetu ya iziko VLOOKUP. Tutafungua mabano, tutachagua employee number ambayo ndo value yetu ya unique. Kisha tutaenda kwenye orodha yetu yenye taarifa za scores. Baada ya hapo tutachagua kuanzia mwanzo, kuanzia kwenye employee number kwenda kulia mpaka tunapofikia kwenye performance score ambayo ni column ya 6. Tutaiselect table yetu yote mpaka mwisho. Kisha tutabonyeza mkato na kubonyeza 6, kwa maana kuandika herufi namba 6 tukiwa tunamaanisha ni column ituletee taarifa zilizo column ya 6, na kuandika false kwamba ifanye exact match. Kisha tutabonyeza enter. Baada ya hapo tutaivuta formula yetu kwa watu wote husika. Tumeona performance scores imekuja, haijalishi huyu mtu kule ni wa kwanza, ni wa mwisho, ni wangapi. Kwa mfano kwa njia rahisi tunaweza tukasema tumtafute huyu Joyce ambaye huku ni wa kwanza, ana score ya 40. Tukamwangalie kwenye orodha yetu ya huku, je, ni kweli Joyce ana scores ya 40? Ndiyo, Joyce huku ni wa 46 na scores yake kweli ni 40. Kwa hiyo haijalishi yeye ni mtu wangapi, lakini imetutafutia taarifa zake na imetuletea kwa usahihi.
Hivi ndivyo namna ambavyo Excel inaweza kurahisisha utekelezaji wa majukumu yetu ya kila siku. Na imani mafunzo haya yanaendelea kuwa msaada kwetu katika kutekeleza majukumu yetu kwa urahisi na kwa ufanisi. Unapopata changamoto yoyote, tafadhali usisite kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo baada ya session yetu. Hadi wakati mwingine, niwatakie utekelezaji mwema wa majukumu yenu, na asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi.